Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia Christopher Raymond Simbaliana mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa mtaa wa Ungubi, kata ya Uwanja wa Taifa, manispaa ya Morogoro, kwa tuhuma za kumjeruhi Edgar Sakaya mwenye umri wa miaka 35 kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Baadhi ya ndugu wamesema kuwa tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Aprili 20 mwaka huu, ambapo marehemu alikuwa mlemavu wa macho. Alimsukuma mtuhumiwa akiwa njiani akielekea nyumbani kwake, ndipo mtuhumiwa alipochukua kisu na kuanza kumjeruhi. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, SACP Alex Mkama, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na amesema kuwa mtuhumiwa tayari anashikiliwa, huku mwili wa marehemu ukihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Mimi kwa majina naitwa Wilbard Venance Sakaya. Ndugu yangu alifariki, majina yake anaitwa ni Edgar Venance Sakaya, ni mdogo wangu wa 4. Yaani yeye kazaliwa ni wa 4 kwetu kwa familia ya mzee Venance Paul Sakaya. Labda nini hasa kilitokea mpaka mauti ukamkuta? Siku ya tukio ambayo ilikuwa ni siku ya Pasaka tarehe 20 mnamo mida kwenye saa 3 usiku mpaka tuseme kwenye saa 4 nilipokea taarifa kutoka kwa majirani ambao walikuja kunipa taarifa nyumbani kwamba mdogo wako amejeruhiwa na kitu chenye ncha kali upande wa mkononi. Basi baada hapo ikabidi nitoke nje ili kuweza kwenda kuangalia hali yake na ipoje. Nilipotoka kweli nilimkuta anatoka damu nyingi mkononi, kwa sababu sikujua ile kitu shambuliwa ilikuwa ni la kisu au kitu chenye chakali. Basi baada hapo nikaendelea na taratibu nyingine tu za kwenda hospitali. Basi ndio hicho. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Christopher Raymond Simbaliana Kibobo. Huyu ana umri wa miaka 22, ni mkulima mkazi wa mtaa wa Ungubi, kata ya Kiwanja cha Ndege, wilaya ya Morogoro, kwa kosa la mauaji ya Edgar Venance Sakaya mwenye umri wa miaka 35, mkulima na mkazi wa Ungubi. Hii tukio limetokea kifo kimetokea tarehe 21 mwezi wa 4, lakini mwanzo wa tukio ni tarehe 20 mwezi wa 4 2025 mchana huko mtaa wa Mawezi, ambapo mtuhumiwa na marehemu wote wakiwa katika hali ya ulevi waligombana na kupelekea mtuhumiwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye mkono wake wa kulia, na alifariki tarehe 21 mwezi huu wa 4 kwa maana ya jana, wakati anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Upelelezi wa tukio hili unaendelea, na ikiwa ukikamilika mtuhumiwa atafikishwa katika vyombo vingine vya haki jinai kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kisheria.